بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد tuko katika aya za surati Safat na tunarejea tena narejelea aya za 139 na kuendelea mpaka aya 145 na mpaka 146 inshallah. na aya tumesema kisa cha Yunus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يونس لمن المرسلين. na hakika Yunus alikuwa miongoni mwa mitume. Tushaelezea hayo tuko refu na picha tumeambiwa inshallah. إذ أبق إلى الفلك المشحون. wakati alipokimbia, na tukaelezea kukimbia kwa mtumwa, kumkimbia bwana wake, na akakimbia huyu mja kwa Mola wake, amekimbia yani ameondoka bila ya amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akakimbilia kwenye chombo. إذ أبق إلى الفلك المشحون, katika jahazi lililosheheni. na kutajwa hapa mashhun kwa kukuchangulizia kwamba itabidi atupwe katika bahari. Madhal shehna, chombo kitakuwa kizito, hakiwezi kuhimili watu zaidi, kwa hivyo lazima kupunguzwe uzito. Naam. إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. Fasama aliingia katika kupigiwa kura, na tukaelezea kwamba ikawa daima kura ile inatokezea yeye ndio mtu anayetakiwa atupwe, inatokea kwa ni bahati yake mbaya. Tukisema hivyo mfano, Mwenyezi Mungu akasema wafakana, basi akawa minal mudhadhin, walioshindwa, waliopata hasara. Yani kila mara kura humwangukia yeye kwamba ndio atupwe baharini. Fasahama fakana min almudhadhin, akaingia katika kupigiwa kura, akawa katika walioshindwa, min alkhasirin, kwa hivyo akatupwa. Tazama utukufu wa Qur'ani kuelezea baina kwamba min almudhadhin pale pale faltaqama walhut, baina ya min almudhadhin katika walioshindwa, ikawa kura natoka yeye ndio kutupwa baharini, alafu akatupwa, akaja samaki mkubwa moja kwa moja, fakana min almudhadhin faltaqamahu alhut, samaki akammeza. Samaki wengine akishakula tu, wenye meno punja punja, wakati ya tumboni kasagika chakula. Lakini samaki alhut mkubwa, tofauti na samaki wengineo, hasa alhut kama wanasema huenda kawa ndiye the blue whale, nyangumi wa blue, ambaye hana meno na anakula planktons, na kwa muda aliokaa Allah wahdahu a'lam, muda kumfanya kidogo mgonjwa kwa dhiki alikuwa ndani ya tumbo. Hiyo kwamba tumeelezea namna gani ukubwa wa blue whale. Na hapa akasema nini? faltaqamahu akammeza, akhadhahu kaluqma, amemchukua kama luqma, tonge tu. na kama tulivyosema mdomo mkubwa, samaki mkubwa kabisa huyu ni wa kummeza bila hata kumvunja au kumvuruga. Naam. Alhut imetumika kama ni samaki mdogo katika msahafu, katika Qurani, na imetumika samaki mkubwa kama samaki waliomchukua Musa na kijana wake Yusha bin Nun. Anasema nini katika sura al-Kahf? Fa inni nasitu al-huta
fa inni nasitu huta, nimesahau kumtaja kwamba samaki huyu akitoka katika mkoba amwambie walikuwa na njaa na hajamla, fa nasitu huta. Au kasema tena nasiya hutahuma, walisahau samaki wao. Alipoamka wakenda zao tu, asimwambie kama palikuwa tumekaa samaki alitoka katika mkoba. Na طبعا imetumika fasbir li hukmi rabbika wala takun ka sahibil hut, imetumika kama ni samaki mkubwa. Imetumika Mayahudi walipokatazwa wasivue siku ya Jumamosi, siku ya Sabato, na wakawa wanaona samaki ndio wanakuja siku ile, wacha tutie nyavu tutegee, ikija siku ya Jumapili tutavua tu, tutakuwa tukishakamata. Istatihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim, walikuwa kiojea samaki siku ya Sabato, ile siku ya mapumziko yao, na siku ambayo si siku hiyo, si siku ya Jumamosi, hawaji. Kwa hivyo ndio wakafanya hivyo, wakalaaniwa. Naam. Na hapa aya inasema nini? faltaqamahu alhutu wa huwa mulim, aya 142. Akammeza huyo samaki mkubwa na ilhali yeye alikuwa kulaumiwa. Tushaelezea mulim na maana yake. فلولا أنه كان من المسبحين، فلولا أنه كان من المسبحين، aya 143. Na ingelikuwa hakuwa katika wanaomtakasa Allah subhanahu wa ta'ala, wakimsabihi Allah, lau angelikuwa sio miongoni mwa wenye kumtakasa Allah, lau angelikuwa si hivyo, ina maana alikuwa akimsabihi. la labitha fi batnihi, basi bila shaka angelikaa ndani yake, ndani ya tumbo lake, ila yaumi yub'athun, mpaka siku kufufuliwa. la labitha fi batnihi ila yaumi yub'athun, angelikaa mpaka siku kufufuliwa. Kaifa, vipi? Taban yumituhu Allah, atamua subhanahu wa ta'ala, atamua, halafu haturudi hai tena, atakaa huko mpaka siku kufufuliwa, atarejeshwa tena akiwa ni mzima. Na ukitizama hapa kauli, tutasimama kidogo katika kauli falaula annahu kana min almusabbihin, lau angelikuwa si mwenye kusabih. falaula annahu kana min almusabbihin, tasbih muhimu sana hapa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajasema falaula annahu kana min an-nabiyyin au min al-mursalin, katika mitume, maana ingekuwa kitu special kwa mitume. La, wallahi si kitu special kwa kila mtu mwenye kumsabih Mwenyezi Mungu. Kama tulipoona aya inasema nini? wadhannuni idh dhahaba mughadiba, katika sura al-Anbiya. na dhannun, jina lake dhannun, yeye tumesema sahibul hut. dhannun idh dhahaba mughadiban, akiondoka na ameghadhibika. wadhanna an lan naqdir alayhi, alifikiri kama hatutomtia katika dhiki, tutamtia katika dhiki. fanada fi dhulumat, akawa anaita, anaomba katika giza, giza cha usiku, giza cha samaki, giza cha bahari. Fi dhulumat itajwa giza za aina tatu hapa, cha usiku na cha bahari na cha tumbo la samaki. fanada fi dhulumat, nini kasema? an la ilaha illa anta subhanak, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin, hakika hakuna Mungu anastahili kuabudiwa ila wewe, hakika mimi nilikuwa katika madhalim. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam da'watu dhinnun
إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إنه لم يدع بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له بها. حديثية متومة صلى الله عليه وسلم أنا سمع دعوة ذنون دعاء ذنون يونس بن متى دعوة ذنون إذ دعا wakati alipoomba وهو في بطن الحوت akiwa katika tumbo la samaki kaomba ni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. I'tiraf kukiri utukufu wa Mwenyezi Mungu uungu wake Mola Subhanahu wa Ta'ala, la ilaha illa anta, hakuna anastahili kuabudiwa ila wewe. Halafu jambo la pili subhanaka, kumtakasa, kukiri uungu wake Subhanahu wa Ta'ala, kumtakasa Mungu subhanallah na inni kuntu minadh dhalimin, i'tiraf na kukiri kwamba wewe katika miongoni mwa waliodhulumu nafsi zao. Mambo matatu haya yamekutana katika dua hii. Innahu, hakika dua hii, lam yad'u biha muslim, muislamu yote hatoomba dua hii fi shay, katika jambo lake qattu lolote qattu, ila isipokuwa istajaba Allahu lahu biha, Mwenyezi Mungu humjibu. Na Mwenyezi Mungu ndio kuomba dua hii dhanun wa zadahu Allahu karamatan, akamzidishia karama. Ndio kwa hivyo dua hii ikafuatia yote aliomba. Fanabadhnahu bil ara'i wa saqim wa ambatna alayhi shajaratan min yaqtin wa arsalnahu ila 100,000 yazidun, tukamrejesha tena utume wake, na hilo jambo ni kubwa, amepata ziada. Ndio hiyo wote faamanu, na akajalia waamini watu wake. Subhanallah, tazama dua uzito wake. Kwa hivyo i'tiraf bi uluhiyyati Allah, ku'tarifu uungu wake Subhanahu wa Ta'ala, tanzihu Allah, kumtakasa Mwenyezi Mungu Subhanallah, i'tiraf bidhanb, kukiri kwa madhambi yako. Haya mambo matatu yamekusanyika katika dua ya Dhannun. Kwa hivyo linganisha dua hii na dua aliomba Adam alayhi salam, fatalaka, amechukua maneno kwa Mwenyezi Mungu, amemfundisha aseme, kasema rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Linganisha dua hii na dua aliyosema Nabii Adam, rabbana, i'tiraf bil uluhiyya, hiyo na'tarif kwamba uungu wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ni mlezi. Dhalamna anfusana, i'tiraf bidhanb, tumedhalimu nafsi zetu. Wa in lam taghfir lana wa tarhamna, hapana kukimbilia, kama hujatughufiria na kuturehemu, lanakunanna minal khasirin, tutakuwa miongoni mwa hasara. Akakubaliwa. Nabii Adam akashuka, ihbitu Misra fa inna lakum ma sa'altum, akashusha. Aliposhusha, As-Siddiq, Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, anamwomba Mtume sallallahu alayhi wasallam, anamwambia, ya Rasulullah, allimni dua ad'u bihi fi salati. Ya Rasulullah, allimni dua ad'u bihi fi salati, allimni duaan ad'u bihi fi salati. Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, sema hivi, Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman kathiran wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Hii ndio dua aliyofundishwa Abu Bakr Siddiq na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ya Rasulullah, Siddiq anasema, ewe Rasulullah, alimni duaan ad'u bihi fi salati, nifundishe dua nipate kuomba ni kuitumia dua hiyo katika sala zangu. Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, Allahumma inni dhalamtu nafsi,
ظلما كثيرا. ewe Mola, hakika mimi nimedhulumu nafsi yangu dhulma kubwa sana, wala yaghfiru dhunuba illa anta, wala hakuna anayekusamehe dhambi ila wewe. yale aliyosema rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna, kama hujanighufiria dhambi zangu na ukanirehemu, lanakuna min al-khasirin. hapa anasema wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik, nataka unighufirie maghfira kutoka kwako, warhamni, na rehema zako pia unirehemu, innaka antal ghafurur rahim. unataja tena sifa zake mbili za ghufran na rehema, antal ghafur wa antal rahim. kwa hivyo hii ni dua aliyofundishwa na Mtume sasa, kama kasidika fundisha dua hii. na Ibn Abbas anasema katika hadithi hii alikuwa kapana na Mtume sasa, ihfadhillah tajidhu tijahak, hifadhi Mwenyezi Mungu katika mambo yako yote, hifadhi Mwenyezi Mungu na yeye atakuhifadhi. akasema pia katika riwaya nyingine Ibn Abbas anasema, anaambia na anafundishwa na Mtume sasa naye akiwa kijana bado, ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifuka fi ash-shidda, ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifuka fi ash-shidda, jue Mola wako, jipendekeze kwa kutii na kumshukuru na kumtakasa na kutarif bidhamb. تعرف إلى الله في الرخاء katika raha, katika starehe, katika hali za binadamu za kidesturi, raha bila shida yani. halafu yeye yaarifuka fi shida, na yeye atakujua siku ya shida yako, atakulipa siku ya shida, atakutazama wewe unamtegemea siku ya shida, siku ya taabu, siku ya dhiki. basi haja asingelifanya dhanuni vile na kuomba, ila kwa kwamba alikuwa kana yataarafu ila Allah fi raha. kwa hivyo kuja kwa shida kutupwa baharini, Mwenyezi Mungu ameokoa. ndio akasema Sheikh Shahrawi anasema, man la yataarafu ila Allah fi raha yu'arifu Allah bi nafsihi fi shida, asikuwa mtiifu katika siku za raha, siku za starehe, Mwenyezi Mungu anamuonesha nafsi yake katika shida namna gani alivyokuwa mkali. yurihi min adhamatihi, anamuonesha katika utukufu wake na uwezo wake mkubwa. na alivyofanya Firaun kujifanya kama ndio Mungu, Mwenyezi Mungu amemuonesha namna gani alivyomzamisha. subhanallah. kwa sababu ukija baadaye tukaona kwamba la labitha fi batnihi ila yaumi yub'athun, angelikaa katika tumbo lake mpaka siku ya kufufuliwa. fanabadhnahu bil'ara wa huwa saqim. hii 145. basi nabadhnahu, tulimtupa tukamtema, bil'ara, ufukweni, pahala patupu, ufukweni patupu, wa huwa saqim, hali akiwa ni mgonjwa. hapa ukitizama fanabadhnahu, hapa aliposema alipomeza samaki faltaqamahu, hajasema faltaqamnahu, fanabadhahu alimeza, hajasema faltaqamnahu tukammeza, la, hapa sahihi fanabadhnahu. hii neema aliyoitaka baada ya kuomba dua, basi tukamtupa, tukamtoa katika tumbo lile, tukamwokoa. fanabadhnahu yarja'u al-fi'l ila Allah, hichi kitendo kinarudi kwa Mwenyezi Mungu. man nabadha, alladhi nabadhahu al-hut, ni samaki alimtema, lakini Mwenyezi Mungu atakaye tukamtema, tukamtoa. ndio kwa maana unapokuta aya semani, ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha, ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha,
hakuna mnyama yote isipokuwa sisi. Huwa yeye Mwenyezi Mungu akhidhu binasiyati, anamwendesha atakao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo nabadhna bil ara, al-ara pahala ambapo patupu, ufukweni hakuna kitu. Wa huwa saqim, na tumeeleza maana saqim kabla ni ugonjwa wa kudumu, ugonjwa kwa ushita. As-suqm, maradhi ya mazito yasiondoka mara moja kama homa tu au kitu kupata kuumwa na mafua au nila, ni maradhi ya kuendelea ya kudumu. Lakini hapa hikma kubwa, wa anbatna alayhi shajaratan min yaqtin, wa anbatna alayhi shajaratan min yaqtin, na tukauotesha juu yake, kama kwamba nini, umfunike apate kivuli, apate himaya, apate sitra, kustirika. Fanabadna wa anbatna, tukamoteshea alayhi juu yake katika mimea min yaqtin, mimea kabila hii mungunya. Mungunya haya yaqtin, maulama mufassirin wamekwenda sana katika kuchunguza kwa nini ikawa ni yaqtin na sio mti mwingine wote. Wakasema mengi sana maulama tibbi nabawi wamezama katika jambo hili kwa kueleza kwamba faida yake kubwa sana mti huu, na mti huu matunda yake, kwanza majani yake makubwa, kwa hiyo majani yake yanaweza kufanya kama kivuli kumsaidia. Matunda yake hayatoi harufu, kwa hivyo wadudu hawavutiki. Wengine wakasema inatoa harufu ya kuwakimbiza, haina wadudu, ikiwa nzi, ikiwa nani, wenye kuruka, wenye kutambaa, wote hawasogelei. Ndani yake kuna kila kitu ndani majani tunda hili mamungunya. Ukisema kwamba ni natural antibiotics imo ndani yake, inapunguza temperature, inachangamsha kazi za figo na kazi za ini, inatuliza mishipa ya hisia, ina cool down, inapunguza maumivu ya kichwa na mengi mengineyo wametaja. Mti ambao una manufaa ya kila aina, unalainisha tumbo, na ni dawa, na ghidha, chakula, na wiqaya, kinga, na amn, na amani, kwa amani na safe. Mti huu umekusanya kila kitu katika mambo ya nini, ya mtu anahitajia, hasa ikiwa katika hali ya ugonjwa. Na ndio kwa maana baada huu ni mti wa kutambaa kama mitikiti na mengineyo, lakini imeitwa shajara, mti kuinuliwa daraja na heshima. Shajarati Yunus, thamarati Yunus. na Yunus huwa sahibu dua al-gham wal-karb, mwenye dua ya gham na karb. Mwenyezi Mungu amemjalia mti huu special, mti ambao umejaa vitamin C ndani yake, na vitamin C inapunguza hasa inaleta furaha katika mwili, inastarehesha nafsi, na potassium nyingi, na aliafu anasema hulainisha tumbo, inaondosha tumbo haliwi gumu, na faida nyingi sana. Wenyewe na matibabu wa madaktari wenyewe wanajua sana faida nyingi ambazo wanaweza kuzielezea uzuri zaidi. Na mti huu hata ukaitwa al-ghidha al-Qur'ani, katika chakula cha Qur'an, yaqtin na wenzio yaqtin, asali, tini, zaituni na vitu vinginevyo. Naam, tusimama hapa kwa inshallah.